Tunaamini kwamba hata mwaka jana tumefanya hivi. Tumewapata wale mama ambao walikuja kushiriki kwenye zoezi hili na walipigwa kinyesi na wale vijana. Wale wamama walikuwa 8. Lakini mpaka sasa kwa taarifa tunayo wamama 6 ambao wameshabarikiwa. Mama alikuwa mfanyabiashara Mswahili, alikuwa hapa Sukuro, ana miaka 45. Alishiriki kwenye hii zoezi. Sasa hivi amejifungua na mtoto. Yapo mengi ambayo yamekuwa kitendeka na kustajabisha umma yanayofanyika kwa mujibu wa taratibu za kimila ndani ya kabila la Kimaasai. Sherehe za Malika ni utamaduni uliodumu kwa kipindi kirefu uliotumika kutofautisha vijana katika makundi na majukumu kulingana na rika husika. Hapa ni kijiji cha Terati, wilaya Simanjiro, mkoa wa Manyara, ambapo maelfu ya watu wamekusanyika katika sherehe za Engipata ambazo ni sherehe za kuliandaa rika la Ilmegoriki kuelekea tohara na kisha kundi hilo kuwa tegemezi ndani ya jamii yao kwa kushiriki katika ngazi ya maamuzi na ulinzi wa jamii yao kwa ujumla. Katika msimu uliopita wapo wakina mama waliojitokeza ambao hawakuweza kubarikiwa watoto ama kubeba ujauzito, na ndipo walipopigwa kinyesi kibichi cha ng'ombe na watoto wadogo kama sehemu ya baraka ili akina mama hao kufunguliwa matumbo na kupata uzao. Na katika msimu huu majibu ya ripoti ni kwamba akina mama wale wamefanikiwa kupata watoto kwa baraka za kinyesi cha ng'ombe kibichi. Nimekuja hapa kushuhudia vijana wetu ambaye kwa sisi Makorianga hawa ni watoto wetu. Tumefika hapa kuhitimisho siku ya leo ya kupata Engipata pamoja Wasadara. Lengo la hii ni kuhitimisha rika. Kwa miaka yote endelevu za Wamasai hawajapoteza hii mila ya kuwasubirisha vijana wakue ndivyo waende jandoni. Kwa hiyo kwa siku ya leo tukio linaloenda kufanyika ni tukio la kuhitimisha vijana kwenda jandoni na kuwa jeshi la Wamasai linalotegemewa. Kwa hiyo hii kinachofanyika ni historia ya toka kwa mababu na bado tunaendeleza. Ni jeshi letu la kimila kwa maana ya kutegemewa na jamii nzima kama vijana ambaye tunategemea kiuchumi, kimaendeleo pamoja na kuweka maadili nchi hii. Kwanza tumeona kwenye kukusanya makundi haya, tumeona kwamba inatusaidia sisi kuto kuchukua tabia za watu wengine ambao wanaenda upotovuni, kama watoto kupoteza nidhamu, watoto hawana heshima. Kwa hiyo kwa sisi Wamasai tunaendelea kuwa katika mstari mzuri wa kulinda amani pamoja na heshima. Kwa kanda hii wa Simanjiro katika kata zote pamoja na vijiji wote wako hapa. Kama ziko kata 19 wote wako hapa. Na imekusanya watu mbalimbali ikiwepo hawa vijana pamoja na wasindikizaji na watu ambao wamechaguliwa na jamii kama viongozi wa vijana hawa. Kwa huko nyuma yameshafanyika mawili na kwa sasa yamefanyika mawili. Kama Engipata pamoja Wasadara. Wakishatoka hapa wanaenda jandoni, kitakachoendelea ni kutengeneza jeshi letu la heshima. Kwa rai yangu kwa vijana na jamii nzima ni kutunza vijana na kuwaelekeza maadili mema, waepuke kuchukua tabia za makabila zinazopotea kwa sababu jamii yako ndio heshima yako. Kwa siku ya leo tuko sherehe ya Engipata Ormegoliki na ya Sadara Kiteng Ormegoliki. Hapa tulipo tuko kwenye kijiji cha Terati. Vijiji vyote vya Simanjiro proper tulijumuika hapa kwa ajili ya shughuli maalum ya Engipata. Jana tarehe 9 tulienda Bwa Olororo hapa Tokora Ewas, na leo tukaja hapa Boma ya Msee Town kwa ajili ya kuja kutimisha shughuli zetu ambayo tuliandaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa siku ya leo tunaenda kutimiza mambo ya mila na desturi kwa rika la Ilmegoliki. Kwa hiyo leo ndio siku ya mwisho tulitimiza, baadaye tutaenda kuandaa kwenye kupeleka jando rika hili la Ilmegoliki. Umuhimu wake ni kuunganisha umoja kwa jamii yetu wa jamii ya Maasai, kuimarisha umoja wa utamaduni wetu wa Kimaasai. Kwa hiyo naomba Wamasai wote walioko Tanzania na Kenya tusipotoshe watoto wetu au jamii yetu kwa umoja wa Kimaasai, kwa sababu tukiwapotosha, tukipeleka nje ya mila yetu na desturi, tutapata hasara kubwa.
Masara ni watoto wakipotesha kwa jamii yetu ya Kimasai, tutapata watoto wengi wa kusurura mtaani, kwa sababu wa Masai hawana sasa hivi watoto wengi ambao wanasura mtaani, kwa sababu wanaungana umoja, na maana mzee akipata watoto anajumuisha kwa pamoja ili wasiende kwa womba. Kwa hiyo mimi kwa wito wangu nataka niwaambie Wamasai wote walioko Tanzania, yani nchi nzima ya Tanzania na Kenya, tuingie kwenye mstari ya desturi yetu ya mila ili tusiwapoteshe watoto wadogo ambao ni taifa la kesho. Kwa jinsi tunavyofanya utaratibu wa kudumisha mila hii, pia kuna imani inapitia hapo kupitia labda kwa sababu hii swala ni kama maombi fulani, yani kama baraka inapitia. Kwa maana hiyo tunaamini kwamba hata mwaka jana tumefanya hivi, tumewapata wale mama ambao walikuja kushiriki kwenye zoezi hili na walipigwa kinyesi na wale vijana, wale wamama walikuwa 8. Lakini mpaka sasa kwa taarifa tunayo wamama 6 ambao wameshabarikiwa, kwa sasa wana watoto. Kwa maana hiyo sasa tunaamini pia kwamba hata hawa ambao wamekuja kwa imani waweke imani kwamba watapata, na ndio maana wamekuja kutokana na utaratibu au na tamaduni ya Kimasai kwamba hii kitu inavyofanya tunafanya kiimani kabisa kutoka moyoni, na ni vitu ambao tumekuta tunarisi na sisi tunaachia hawa vijana Megoliki, tunawaachia na wenyewe watafanya tu taratibu kama huu, na itasaidia sehemu fulani pia katika jamii yetu, na sio jamii yetu tu, mtu yoyote mwenye imani, iwe Mswahili, kwa sababu hata kipindi kile kwenye ile tuliyofanya kule Sukuro alikuwepo kuna mama ambao ni wa Kiswahili 2. Mimi natoa wito kwamba niwaombe Wamasai kwa ujumla, kwa sababu nadhani Wamasai Afrika nzima wapo, kila nchi wapo katika Afrika. Nasema tu kwamba niwasi Wamasai kwamba washike mila, ili kwa sababu mila inasaidia sehemu fulani. Kadiri tunavyowalea watoto katika msingi, na sisi tunavyoelekea kuwa wazee, wale wanakuja kutengeneza na wenyewe vitu ambayo itawajenga wao, na kutambuana kwa umri na heshima pia itajenga sehemu kubwa sana. Kwa hiyo niwasihi kwamba warudi washike mila, kwa sababu mila inasaidia na inajenga sehemu fulani ya heshima. Mama alikuwa mfanyabiashara Mswahili, alikuwa hapa Sukuro, ana miaka 45, alishiriki kwenye hii zoezi. Sasa hivi amejifungua na mtoto, na wale wakisha bahatika hawana tena sababu ya kuja huku. Wao ni wengine ambao hawajafanikiwa, ambao hawapo kwenye hiyo zoezi ya mwaka jana. Hao wengine waliposikia hiyo jambo wamefanikiwa, nao wakawa na imani, ndio maana wengine wale wameingilia hiyo zoezi, nao wabahatike. Maana imani, ukiwa na imani na zoezi lolote utaweza kusaidika mapema. Kwa hiyo jinsi unapoona hivi ni kwamba kuna rika linavunjwa, kwa maana wanastaafu wanaingia rika lingine upya madarakani. Kwa hiyo tukio hili mheshimiwa, kama unavyoona ni tukio ambalo liko rasmi kiutamaduni wa Kimasai. Linafanyika baada ya miaka 17 18, rika lingine linavunjwa, lingine linaanza. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona hii siku ya leo ni kwamba vijana hawa kuna mtaalamu anayesimamia mambo haya, ambao mtaalamu anaitwa chifu, kwa lugha nyingine ni mganga wa kiutamaduni. Kuna jambo fulani la kiutamaduni anaofanya vijana hawa, asi mwingine anaitwa Mheshimiwa Nemamie Shinini, na hapa tulipo ni kijiji cha Terat, wilaya Simanjiro, mkoa wa Manyara. Kwa hiyo mheshimiwa, unavyoiona hapa tamasha hili ni kwamba linahusu tu vijana. Ndio mwanzo wa rika inaanza hivi. Baada ya hili tamasha ambayo kwa lugha yetu tunaita Enkepata, watakwenda kutairiwa kuanzia mwezi wa 11 na kuendelea. Wakishamaliza zaidi ya miaka 7, kuna miaka 7 free itapita, ukijumlisha hizo wataanza matukio mengine. Kuna baadhi ya matukio ya kiutamaduni tena yatafanyika. Kwa hiyo hii ndio mwanzo kwa kikwetu sisi kama Wamasai, ndio wameanza kwa siku hii ya leo. Naitwa Gideon Sanago, ni afisa wa mabadiliko ya tabia nchi wa shirika la Pingos Forum Arusha. Tuko kwenye eneo la Simanjiro
kijiji cha Terat kwenye tukio la kihistoria la kusimika vijana wa rika la maarufu la Ilimugoliki, rika ambalo linajiandaa kwa ajili ya kuchukua nafasi ya kusimamia, kulinda rasilimali ardhi, rasilimali ya misitu na rasilimali asili katika jamii ya Wamasai. Kwa hiyo tukio hili linafanyika kila baada ya miaka 20 kupita, basi vijana hawa wanaandaliwa alafu wanachukua nafasi, na nafasi hiyo ni maarufu kama wanaitwa Oromoran ama ni jeshi la Wamasai. Na kazi kubwa ya vijana hawa ni kuchukua nafasi ya ulinzi kama nilivyosema wa rasilimali asili, lakini vile vile kuhakikisha kwamba uoto wa asili unakuwa katika hali ya usalama, ardhi inakuwa katika hali ya usalama, mifugo na watu na jamii kwa ujumla inakuwa katika hali ya usalama. Kwa hiyo tukio hili ni tukio kubwa la kihistoria katika jamii yetu ya wafugaji, jamii ya Wamasai, katika kuandaa hawa vijana kuwa watu wazima, watu ambao wanachukua nafasi na majukumu mazito ya kijamii katika kulea jamii, lakini katika kufanya ulinzi na usalama wa mali, ardhi, mifugo yao, jamii, lakini vile vile wanachukua vile vile jukumu la kujiandaa na wao kuandaa jamii nyingine, vijana kama hawa kwa siku zijazo, ili waweze kuchukua nafasi. Kwa hiyo tukio hili linafanyika kila baada ya miaka 20. Kundi lingine la rika linakuja, na linapokuja linakuja na jina lake maalum na linakuja na majukumu pia maalum. Kwa hiyo hilo ni tukio kubwa la kihistoria ambalo sisi tumeona ni vyema tushiriki kama taasisi ya Pingos Forum ambayo inahudumia jamii ya wafugaji, ili tuweze kusaidia kufanya kumbukumbu, lakini vile vile kupongeza na kushiriki nao katika tukio hili la kihistoria. Kwa sababu tunajua kwamba kuna hili janga la mabadiliko ya tabia nchi ambalo limeleta madhara makubwa, athari ikiwepo ukosefu wa maji, ukosefu wa malisho, ukosefu wa majani kwa mifugo yetu, na hata uhaba wa ardhi kwa ujumla, lakini vile vile hata migogoro ya ardhi kati ya jamii na jamii zingine. Kundi hili lina jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba linachukua jukumu na jitihada zinazofanywa katika ngazi ya jamii, katika utunzaji wa mazingira, katika utunzaji wa ardhi, utunzaji wa vyanzo vya maji. Kwa hiyo lina uhusiano wa karibu wa moja kwa moja na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu wao ni sehemu ya jamii, lakini wao ni vijana. Kwa hiyo wana jukumu la kuhakikisha kwamba jitihada zinazochukuliwa kukabiliana na majanga yanayotishia mazingira yetu, yanayotishia vyanzo vya maji, yanayotishia usalama wa ardhi, lakini vile vile na kuhakikisha kwamba wao, kwa sababu ni jamii ama ni vijana wadogo, sehemu kubwa vijana hawa ni wasomi, wako shule za msingi, wako sekondari, wengine ndio wanaingia vyuo vikuu. Kwa hiyo ni vijana ambao wataweza vile vile kuchukua sera za kitaifa na za kimataifa na kuhakikisha kwamba zinatekelezwa kwa usahihi katika maeneo haya. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo hili kundi lina umuhimu wake wa kipekee katika kubeba majukumu mazito ya kimazingira, ya afya kwa jamii, ya ulinzi na usalama wa mali zao na ardhi yao, lakini vile vile kutunza na mazingira yetu.